Macho yana kawaida ya kumuona mtu mwingine, lakini macho hayana uwezo ya kujiona yenyewe. Macho ili yajione yenyewe, basi inatakiwa kwa kitu ambacho kinaakisi sura, kama vile kutumia kioo. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatoa mfano wa kioo pale aliposema katika kauli yake, almu'minu mir'atul mu'min, muumini wa kweli ni kioo kwa muumini mwenzake. Yani mtu ana kawaida ya kuyaona matendo ya mwenzake, basi kama anataka afuate mwendo mzuri, amtazame mtu mwenye tabia mzuri aziige. Kwa hiyo muumini anakuwa kioo kwa muumini. Sasa ukiangalia mtu anapenda sana kuyaona ya mwenzake katika ubaya, yeye mwenyewe hajioni. Macho yanamuona mwenzako, lakini macho hayawezi yakakufanya ujione wewe mwenyewe. Kuna mfano mkubwa sana katika mfano huu wa kuona. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mafundisho yake alikuwa anaonesha hata katika mifano ya kutazama. Basi ukitaka utazame vitu bora, kwa mfano tuchukue mfano katika maisha, alikuwa anafundisha ukitaka ufanye maisha vizuri, basi muangalie aliyekuwa chini yako. Huu ni mfano wa kuona, usimwangalie aliyekuwa juu. Hapo vile vile hii kauli inaingia katika kauli ile, almu'minu mir'atul mu'min. Kwa maana ukimwangalia muumini ambaye levo yake ya chini, itakufanya wewe usijidharau, itakufanya wewe umshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema aliyokupa. Ukiwa na kawaida ya kumwangalia mtu aliyokuwa juu, kwa sababu ni kioo, utadharau neema za Allah. Utaona kwamba yule kampa kikubwa, wewe kakupa kidogo. Undhuru ila man huwa asfala minkum, waangalieni, watazameni waliokuwa nini, chini yenu, msiwatazame waliokuwa juu yenu. Hilo litapelekea kutodharau neema za Allah tabaraka